Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa ametoa maelekezo kuhusu maendeleo ya maboresho kwenye dimba la Benjamin Mkapa, akisema kwamba mambo yanakwenda vizuri tayari kwa fainali ya CAF. Msigwa anasema kwamba maelekezo yote ya CAF tumeyafanyia kazi. Uwanja huu uwezo wake wa kuondoa maji kwa sasa umeboreka zaidi. Msigwa pia amesema kwamba muda si mrefu Tanzania itakuwa na viwanja 4 vyenye hadhi ya mashindano ya CAF, tofauti na ilivyo sasa ambapo ni viwanja 2 pekee vinavyotegemewa. Una maboresho ya aina mbili. Kuna maboresho ya majengo yanayohusisha viti na mifumo ya ndani ya majengo ya uwanja ambayo tuko zaidi ya 85-90, kwa sababu viti tumefunga sehemu kubwa, tumebakiza kama viti 20,000 tu vilivyobaki. Na mifumo mingine ya maji, umeme, taa, sauti ndio hizo mnasikia ziko kwenye majaribio ya mwisho baada ya kuwa zimeshafungwa, zima moto, internet na vingine vingi ambavyo vinafungwa uwanjani. Hayo yote yamekamilika. Tulikuwa na changamoto na pitch, na CAF walikuja kutusimamia na kutoa maelekezo ya nini wanataka tufanye. Tulishafanya yote, na sasa hivi kazi inayoendelea ni ya kuendelea kuhakikisha kwamba uwanja unazidi kuwa bora zaidi. Lakini kwa maelekezo ambayo tulikuwa tumepewa na CAF, yote tumeyatekeleza na uwanja umekuja vizuri. Dar es Salaam ni kweli kuna mvua nyingi. Uwanja huu uwezo wake wa kuondoa maji umeboreka sana sasa hivi ikilinganishwa na wakati ule tulipokuwa na changamoto. Sasa hivi unaweza kutoa maji humu ndani kwa haraka zaidi ya mara 10 ya kipindi kile. Tukisalia hapo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo ambaye ametoka kuzungumza hapo, Gerson Msigwa, ameweka wazi pia namna Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyotenga zaidi ya shilingi bilioni 650 kuongeza viwanja vingine vipya 2 ili kuwa na viwanja toshelezi kwa michuano ya kimataifa. Benjamin Mkapa ndio uwanja pekee tunaotegemea kwa nchi yetu wenye hadhi ya kuhost mashindano ya kimataifa. Mheshimiwa Rais anatambua hilo. Ameamua kuongeza viwanja vingine 2 kwa mpigo. Kwa sababu leo tunahangaika hapa kwa sababu hatuna uwanja mwingine. Yaani kama sio Benjamin Mkapa hatuna uwanja mwingine. Lakini uwanja wa Arusha kule tuko 43% leo tunakwenda. Sio muda mrefu ule uwanja na wenyewe utakamilika. Tunaanza kujenga uwanja mwingine Dodoma. Kwa hiyo ni shida, tunapata changamoto sasa hivi kwa sababu nchi yetu ina uwanja mmoja tu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua changamoto hii na kutambua athari zinazoweza kujitokeza kwa nchi kuwa na uwanja mmoja, ameamua tutumie zaidi ya shilingi bilioni 650 kujenga viwanja vingine vipya 2, na tutajenga viwanja vingine vya mazoezi. Huo Shamba la Bibi, uwanja wa Uhuru, na wenyewe tunauboresha ufikie sifa ya kuchezwa mashindano ya kimataifa yanayoandaliwa na CAF. Kwa hiyo sio muda mrefu manake tutakuwa tuna viwanja 4 vikubwa vya serikali vyenye uwezo wa kuhost mashindano ya kimataifa: Benjamin Mkapa, Arusha, Dodoma, Uhuru.